Ndugu zangu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo anawaonya makutano na wafuasi wake kuhusu waandishi na Mafarisayo. Hawa walitaka kujionyesha watu kwamba ni watu wako mstari wa mbele katika kumfuasa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe alikiri kwamba wameketi katika kiti cha Musa. Lakini akawatahadharisha kwamba watakayowafundisha miyatende, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao wanapenda kujionyesha. Wanapenda kujionyesha wako mstari wa mbele, wanapenda kujionyesha wao ni wema, wanapenda kujionyesha wao ni watakatifu, wanapenda kujionyesha wao ni washikadini kuliko mtu yeyote yule. Kwa hiyo Yesu anawatahadharisha wanafunzi wake na mitume na wafuasi wake kwamba kwa mifano ya hawa watu wasitende. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo ametoa tahadhari iliyo kubwa. Lakini kawaida binadamu anapenda kuona na kutenda. Zamani tulikuwa tunasikiliza mpira katika redio, sasa hivi tunaangalia kwenye TV, tunaangalia kwa macho. Lakini tunachokiona kwa hawa anaowatahadharisha Yesu kwamba wasiwafuate kwa matendo yao si kitu kizuri. Na sisi Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili alisema nini? Ni chumvi na nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tutende tuwe na sifa kama za chumvi na nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tusitende matendo ya kuwakwaza watu. Tusitende matendo ya kujionyesha kusudi tuonekane mbele ya watu. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe hakuyapenda hayo. Alipenda kutenda haki, na alipotenda jambo jema aliwaambia mitume wasimwambie mtu. Hakupenda kujipatia sifa kwa lolote alilotenda, hata kama lilikuwa ni zuri kiasi gani. Kwa hiyo na sisi tuwe wanyenyekevu, tuwe wapole. Tunapotenda au tunapopata mafanikio kupitia mikono ya Mwenyezi Mungu, tusijione kwamba sisi basi ndio wenyewe, kila mmoja tuangalie sisi kwamba sisi ndio tunaweza kila kitu. Hapana, hayo yote ni cha kupewa. Tunapewa, ni vipawa tumepewa na Mwenyezi Mungu, tuvitumie kwa faida ya wengine, na sio tu kwa kujionyesha kwamba sisi ndio wema au sisi ndio wazuri zaidi au ndio sisi tuko mstari wa mbele kufanya vizuri. Hapana, kuna watu ni wema zaidi, wanafanya vizuri zaidi. Kikubwa tuwe wanyenyekevu tunapofanya kazi ya Mungu, na tusiwakwaze wengine kwa matendo yetu mabaya yasiyompendeza Mungu. Haya ni matendo ambayo tunaaswa kuyashika, hasa kipindi cha Kwaresma, naposhika zile nguzo tatu: kusali, kufunga na kutenda matendo mema. Tusitende lolote lile kwa kujionyesha, kwa kujipatia sifa kutoka kwa wengine, bali tutende kwa siri. Baba yetu anayeona sirini, yeye atatujaza, yeye atatulipa, yeye atatuonyesha njia iliyo sahihi. Kwa ndugu zangu, tutumie nafasi hiyo kutenda mema na kutowakwaza wengine, tuwaonyeshe njia iliyo sahihi, na kwa kutimiza hayo kwa ukamilifu tutajipatia sifa kutoka kwa Mungu mwenyewe, na hatimaye tutapata thawabu ya uzima wa milele kule mbinguni. Kwa hiyo tuwe watu wa kutenda mema pasipo kujitafutia sifa, pasipo kujionyesha, bali Mungu mwenyewe anaona yale mema na nia njema tuliyo nayo, ndiye atatujalia tuzo lake katika uzima wa milele huko mbinguni.